katika kitu ambacho nakipendaga upepo hapa. Kuna upepo mzuri hapa. Unajua kuna muda natamanigi ninunue mkeka tuje hapa tutandike. Ndio tunalala, sema ndio hivyo sehemu za wenyewe hizi. Akawi mtu anakuja anaongea maneno kibao. Tena akiona unaika mkeka anaona kama unahamia. Na anakuwa anakuonea gere. Ila serikali sehemu kama hizi inabidi wanachukua, wanatiatia vile viti vile, watu wanakuwa wanakuja kupumzika. Hii sehemu ndogo bana. Hii ndogo? Sasa ndogo si kwa ajili ya mtaa tu, wewe unataka ndogo akae watu nchi nzima. Iwe hichi kiwanja cha mtu, sio na nyumba yake ina kiwanja chake hichi. Kuna ana nyodo huyu, siku zote ajengi, anapaacha tu hivi. Sio kama hivi sehemu ya kukaa. Alafu sasa baby, mimi mwanzo nimepiga window akili yangu. Kuna vitu vinanijia. Naona kabisa tunaweza tukapata faida. Mungu atusaidie kwa kweli. Tunapata faida. Ujue hapa mjini hapa, bila kusema kuchangamsha akili, mambo yanakuwa yaende. Unalijua? Kweli? Yaani ukisema tu ukae tu hivi kizembezembe. Shanga vitu vinakupita hivi uelewe. Na mkabure sio sana, mtembea bure. Kwa hiyo kuhangaika ni kitu kizuri. Yaani kwa vipi? Mimi sijui bahati mbaya, yaani hata sielewi nini. Kwa nini? Yaani company mimi ninazokuwa nazo, yaani afu watu wanaotokea kunikubali mimi, yaani unajua ile watu fulani wanajiweza. Unajua? Yaani watu wenyewe, unajua hata mzee mwenye nyumba hii. Kwanza mzee mimi nilikuwa sijui kama anakunywa pombe bwana. Kumbe analewa vibaya mno. Mzee mwenye nyumba hii hapa. Mimi shabumiana naye kama mara 2 mara 3. Hapo Cape Town anakunywa pombe afu akishaanza kulewa sasa anaweza yani kama baa akawanunulia watu wote. Wewe. Ana marafiki zake au rafiki yangu wanashindana. Anaweza kumuita mtu hivi, anampangia kreti mpaka limzidi urefu. Yaani unasimama hivi afu unapangiwa mpaka ikuzidi urefu ndo unachukua. Alianguki sasa? Unajua watu wenye hela wewe. Sasa mimi nakaaga na waangalia vijana wenye pesa zao. Unajua watu wanatumia hela vibaya. Yaani wanatumia hela vibaya afu wanatumia ile hela ile kikufuru kabisa. Au ndo ukipata tumia, ukikosa jutia. Ndio hao sasa. Yaani mtu anaweza akamwaga hela leo, kesho anakuwa tena anazitafuta. Sema uzuri wengine si ndio hivyo, watu wanajua kesho mimi nitapata. Kama kuna wanangu fulani watu wa madini wakombea hao ndo hatari hao. Mtu anaweza akaja akavunja gari tu. Anavunja gari la mtu. Afu amlipe. Anamlipa. Au anampiga mtu, mnaenda polisi, anaenda anatoka. Si ana hela zamana na nini na kila kitu. Yaani hao wanajiamulia. Unajua watu wa Mbeya. Basi hatari. Chunya huko ndani. Wachimba migodi, yani wana hela vibaya mno. Yaani mara mwisho mtu tu alichoma pikipiki hivi. Kisa demu wake hajajibu message. Pikipiki sijui 3 sijui milioni ngapi kaichoma, afu ilikuwa tu ya bodaboda tu mmoja, so yake. Yaani kwa hasira tu. Basi au tena wana masifa. Maana hayo ni masifa. Unaona sifa kidogo. Hasa mimi katika jinsi nilivyoangalia company na nini na matumizi yao jinsi yalivyo, kuna wanangu wao kianza na kuna mtu anaitwa Nanga, kuna huyo Anko Musa, kuna nani huyo kibongo huyo hadi anaimbaga kwenye mabendi ama nini anaitwa Family. Hasa ndo anamwaga hela au akiona wanawake hao. Yaani wanamwaga hela, mtu anaambiwa mambo anaweza akatoa burungutu akampiga na mwanangu. Anampiga, anachukua, anampiga na anakurushia hivi. Afu unachukua unaondoka naye. Ndio maana nikasema ngoja nimuite mpenzi wangu, nimpe njama. Hapa tunaweza tukapiga hela.
kwa sababu wale si wanapenda wanawake. Alafu sasa kingine unakuta wanawake wenyewe wanawakubali wao. Mtu ana nyashi, sura ana, yani bokoboko tu, mtu yupo ovyo ovyo, lakini unakuta tajiri anatoa hela kibao. Sasa fikiria mimi nipo na wewe, nimeenda na wewe piskali. Yaani hata unamkonyeza tu mtu hela zake vipi? Yaani tunaanza kwanza tunakutana na nanga. Wewe lazima akupige hela nyingi. Yaani wewe mkonyeze, unajitia mapozi fulani, hasa unakuwa so tena hivi na nilio stazati. Wewe kuna nguo inabidi nikutafutie. Nguo fulani hivi zile ambazo wewe si kidogo una maadili, utaki zile ambazo zinaonyesha paja, nitakupiga zile mbanano zile ambazo shepu yako inakuwa kidogo inaonekana. Ukienda pale ukitulia, ujue baby wewe mzuri, unapiga na kiwigi chako fulani hivi, unapiga na makeup vile. Usipake hii na sasa twende kwenye harusi zako unazoenda. Sijui unajichora chora au msijui nini, unapiga pap kama hivyo na rangi zako pap. Afu mimi nakuache. Mimi natolea kwa mbali. Wewe ukicheka naye yule dakika nini? Unapiga hela. Hata fikiria umepiga hela kwa nanga, umepiga hela kwa Uncle Musa, umepiga hela kwa Fami. Tena huyo Fami huyo, yani huyo ndo anatoa hela, yani yeye angalii. Yani anakumwagia tu hela ukimwangalia tu anakumwagia tena kama ndo mrembo hivi, yani wewe unaweza akaja akakupa begi lake umshikie. Na asikumbuke. Umenichoka. Kuchoka vipi? Nakuuliza umenichoka. Sasa mimi nakuchokaje baby? Hivi mtu unamtoa sadaka mkeo hivi kwa sababu ya watu wana hela? Asa ndo nini? Ndo utaratibu gani huo? Yaani pale sisi tunaenda kibiashara, yaani wewe unapiga hela. Biashara gani? Yaani wewe unaleta masiara kwenye maisha yako. Kivipi masiara kivipi jamani? Yule akinichukua moja kwa moja? Hawezi, lazima na wewe uwe mjanja. Yaani lazima kidogo uwe umaintain. Au kama inatokea labda ile bahati mbaya wewe unahakikisha hela unanifaulishia. Mimi naziweka chodo. Mimi najua nakuja kukukomboa vipi. Umesoma? Mimi hayo magilini siyataki. Siwezi kabisa, siwezi. Sasa hivi sio tunakufa maskini rafiki yangu. Yaani kumbe nakupa mchongo ambao umenyoka hivi, unaona kama yani ile miausho. Hapo yani ugumu uko wapi? Ugumu kwamba mimi sio mwanamke wa majaribio. Kama ningetaka kujijaribu, ningejaribu mwenyewe huko kwetu kabla wewe hujanioa. Hiyo uwezi. Siwezi. Wewe una akili wewe? Basi tutafanya ile ya kuwapigia simu. Yaani unapiga simu unajikuta kama nani? Baby, wife. Utakidili.